Fundisho letu la jioni ya siku ya leo. Basi wapendwa, siku ya Jumapili tulianza mafundisho haya kwa kuangazia Biblia ambayo ni neno lake Mungu. Na tukaweza kuona ya kwamba Biblia inatusaidia kujibu maswali matatu katika maisha yetu. Inatusaidia tujue tulipotoka, inatusaidia tujue mahali tupo, na inatusaidia tuelewe mahali tunapoelekea. Tukaona kweli Biblia ni neno la Mungu ambalo linakuletea wokovu unapoliamini. Na tukaweza kuona ya kwamba Biblia imethibitishwa kweli ni neno la kweli. Maandiko yaliyo pale ndani ni ya kweli. Na tukaweza kuona Biblia inasema ya kwamba ni nzuri kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao na kuweza kutuelekeza katika njia inayostahili. Na siku ya jana tukaweza kuanza fundisho la pambano kuu, vita vilivyofichika. Tukaweza kuona ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na joka na malaika zake. Na tukakuja kuelewa ya kwamba Mikaeli ni jina lake Yesu Kristo. Maana ya jina Mikaeli ni nani afananaye na Mungu? Na maandiko yakatuelezea kwamba anayefanana na Mungu si mwingine ni Yesu Kristo. Biblia pia ikatuelezea kwamba joka ni ibilisi, yani shetani. Lakini shetani alipoumbwa hakuumbwa akiwa shetani, aliitwa Lucifer. Na jina Lucifer inamaanisha anayebeba mwangaza. Na tukaona ya kwamba alipokuwa kule mbinguni, yeye alikuwa ni kerubi afunikaye. Alikuwa ameinuliwa juu sana, lakini kiburi kikaingia ndani yake, binafsi ukaingia ndani yake, akatamani kuweza kujiinua na kutamani kuabudiwa kama Mungu. Hakukuwa na sababu yoyote ya yeye kutokuridhika kwa nafasi aliyokuwa amepewa. Hakukuwa na sababu yoyote ya yeye kutenda dhambi. Lakini hata hivyo dhambi ilianzia na yeye. Tukaona kwamba alishawishi malaika kujiunga pamoja naye. Na dhuluthi ya malaika wakajiunga pamoja na shetani. Na basi kukawa na vita mbinguni. Si vita ya kupigana mangumi wala kutumia silaha. Ni vita vilivyokuwa vinahusu masuala yaliyoibuka kuhusiana na serikali yake Mungu na tabia yake Mungu. Na basi ilikuwa ni vita vya kufanya maamuzi.
Na shetani na malaika zake walipoamua kumwasi Mungu na kufuata njia yao ya ubinafsi, basi tukaambiwa kwamba nafasi yao haikupatikana tena mbinguni. Ndiposa basi vita vikaja hapa duniani. Kwa hivyo siku ya leo tunaangalia pambano kuu, vita vilivyofichika, sehemu ya pili. Basi naomba tuweze kunyenyekea, tuombe ili Mungu atuongoze tunapoendelea na fundisho hili. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, tunapoingia kufungua maandiko yako, tunaomba utuongoze kwa Roho Mtakatifu. Tunapozidi kuangalia pambano hili kuu, vita vilivyofichika, na jinsi ambavyo sisi tunahusiana katika vita hivi. Leo hii tunataka kuweza kujibu swali, ni kwa nini unakubali maovu na changamoto kupata watu wako? Basi tuongoze katika fundisho hili, katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Basi wapendwa, siku ya jana tulijiuliza maswali 3. Swali la kwanza, uovu ulitoka wapi? Swali la pili, ikiwa Mungu ni mzuri, mbona bado maovu yapo duniani? Na maswali hayo mawili tulipata kuyajibu jana, maana tukaona ya kwamba tuko katika pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Lakini swali la 3 hatukujibu, na ndiposa tutaijibu siku ya leo. Mbona Mungu anaruhusu watu wake kupitia mateso na dhiki? Na basi siku ya leo tutakupatia sababu 4 kwa nini Mungu anakubali watu wake kupitia mateso na dhiki. Lakini kabla hatujafika pale, nataka nikudokezee kidogo vita vilivyoendelea duniani. Kwa sababu jana tuliweza kuangalia katika Ufunuo 12 mstari wa 12. Maandiko inasema, ole wa nchi na bahari, maana Ibilisi ameshuka kwenyu mwenye ghadhabu nyingi. Kwa hivyo dunia hii sasa ni uwanja wa pambano. Paulo anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 9. Anasema ya kwamba kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia na kwa malaika na wanadamu. Kwa hivyo dunia hii inatazamwa sana. Malaika wanatazama pambano linaloendelea kati ya Kristo na Shetani. Na kati ya maamuzi ambao mwanadamu anazidi kufanya kuhusu ni upande gani atachagua. Wapendwa, tuliona ya kwamba kama kuna kitu Mungu anadhamini sana, ni kitu kinachoitwa uhuru wa kuchagua. Mungu amepatia viumbe vyake uhuru. Hebu tafakari mtu akiwa katika ndoa na mtu ambaye hamtaki. Hawezi lazimishwa kuingia katika ndoa ambayo hautaki. Kwa sababu upendo hauwezi kulazimishwa, wapendwa. Hakuwezi kuwa na upendo wa kweli pasipokuwa na uhuru wa kuchagua. Kwa hivyo Mungu hudhamini sana uhuru wa kuchagua.
Na alipofika kumuumba mwanadamu, Mungu alihakikisha kwamba ameumba mwanadamu akiwa na uhuru. Mungu hakutaka kuumba wanadamu ambao ni kama robot ama kama mashine hivi. Sasa wapendwa, ili upate kuelewa point hii, katika mwaka wa 2016 kuna kampuni moja kule nchi ya Hong Kong walitengeneza robot inayokaa kama mwanadamu. Na wakaipatia jina Sophia. Na ikawa ya kwamba robot hii ni ajabu sana, maana ukizungumzia inakujibu. Katika mwezi wa 3 mwaka wa 2016, basi Sophia aliweza kupelekwa kule katika mkutano wa UN. Na walipokuwa pale, basi walishangazwa sana na vile mashini hii inafanya kazi. Na viongozi wa dunia wakaweza kushangazwa sana na jinsi ambavyo sayansi imeweza kukua na teknolojia. Maana huyu Sophia ukimuuliza chochote anakujibu. Wakiuliza mambo yote kuhusiana na sayansia, historia ya dunia hii, vile tunaweza fanya mambo, inakupatia majibu. Waliumba, waliitengeneza ikiwa na uso kama mwanadamu, lakini ni mashine. Kwa hivyo hata kama wanadamu wamefikia kiwango hicho, hata kama huyu robot anayeitwa Sophia anaonekana kama mwanadamu, Sophia hawezi kupokea au kuonyesha upendo. Kwa sababu upendo si kitu unaweza amrishwa kufanya. Sophia akiambiwa aenda hivi, ataenda hivyo. Akiambiwa sema hivi, atasema hivi. Kwa hivyo hata useme ya kwamba unampenda Sophia, Sophia hajui kupenda ni nini, maana yeye hana akili. Hajaumbwa akiwa na uwezo huo. Kwa hivyo Mungu alipokuwa anaumba mwanadamu, hakutaka kuumba wanadamu wanakaa kama robot. Ati akiambiwa aenda hivi anaenda, akiambiwa ruka anaruka. Mungu anataka viumbe vilivyo na uhuru wa kuchagua. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4:19 maandiko inasema hivi: sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa hivyo Mungu alitupenda kwanza, na kwa sababu ya hiyo ndio nasi tunaweza mpenda. Maana sisi ni viumbe ambao viko na akili, ni viumbe ambao viko na dhamiri, ni viumbe ambao vinaweza chagua kupenda ama kuchukia. Lakini Sophia hawezi kufanya maamuzi yake mwenyewe.
Kwa hivyo Mungu alipofika kuumba dunia hii na alipokuwa anaumba mwanadamu, alihakikisha ameumba mwanadamu ambaye ako na uhuru kabisa wa kuchagua. Na basi uumbaji wote, wapendwa, inadhihirisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mungu alipoanza kuumba, alianza kuumba kwanza, akatengeneza nuru, akaumba anga, akaweza kuumba nchi kavu, akaweza kuumba jua, mwezi na nyota, akaweza kuumba mimea mbalimbali, ndege wa angani na samaki wa baharini. Na siku ya sita ilipofika, Mungu akatengeneza wanyama walio katika dunia hii. Na alipomaliza kuumba hayo yote, Mwanzo 1:31 inasema ya kwamba Mungu akaona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Wapendwa, siku hiyo ya sita Mungu akamalizia na kuumba mwanadamu. Mwanadamu alikuwa ni kiumbe cha kipekee sana. Alikuwa ni tofauti sana na wanyama waliokuwa wameumbwa, maana yeye aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 maandiko inatuambia, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa ameumbwa akiwa na tabia nzuri kama ya Mungu. Aliumbwa akiwa na uhuru wa dhamiri. Anaweza chagua mambo anayotaka. Ni kiumbe ambacho kwa viumbe vingine vyote alikuwa wa kipekee. Na basi wakati Yesu alipofika kumuumba mwanadamu, maandiko inasema alichukua mavumbi ya ardhi, akaweza kumfinyanga mwanadamu, akatengeneza viungo vyote vizuri, akatumia muda wake kumuumba mwanadamu. Na baada ya kuweza kumuumba mwanadamu, maandiko inasema kwamba Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, na mwanadamu akawa hai. Na baadaye maandiko inaendelea kutuambia huyu mwanadamu alipokuwa ameumbwa alikuwa amevikwa mavazi ya nuru. Na baadaye Mungu akamuumbia Adamu mke wake, na alipoletwa mbele zake Adamu akasema, huyu ni nyama ya nyama zangu, huyu ni mifupa ya mifupa yangu. Basi akaitwa jina lake mwanamke. Na kisha Yesu akawaambia kwamba wazane na kujaza dunia. Lakini unapoendelea kusoma kisa cha Mwanzo, Mungu alimpatia mwanadamu uchaguzi. Alipomweka katika shamba la Edeni, Mungu akamwagiza huyo mtu akasema kwamba matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi na wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 2 na iweka tu kwa muhtasari. Nikiomba kwamba kwa wakati wako unaweza isoma polepole. Kwa hivyo pale tunaona kidokezo kwamba mwanadamu alikuwa amepatiwa uhuru wa kuchagua. Maana anamwambia unaweza kula matunda yote ya bustani hii ya Edeni, lakini mti wa kujua mema na mabaya usile. Kwa hivyo Adamu alikuwa na nafasi ya kufanyisha uchaguzi wake kazi. Haikuwa ni mapenzi ya Mungu mwanadamu kujua maovu. Kumbuka siku ya jana tuliona kwamba dunia hii yetu ni dunia ambayo iko na mambo sehemu mbili tofauti. Dunia hii iko na mema na iko na mabaya. Wakati wewe unapofurahia kuna mwingine anahuzunika. Wakati wewe uko na raha kuna mwingine ako na maumivu. Wakati wewe unashiba kwa chakula kuna mwingine ako na njaa. Wakati wewe uko hai kuna mwingine amekufa. Haikuwa ni mapenzi ya Mungu mwanadamu ajue mabaya. Ilikuwa ni mapenzi yake ajue mema na mema tu. Lakini akampatia uhuru wa kuchagua. Kwa hivyo mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya ilikuwa ndiyo mlango ambao shetani angewafikia walimwengu. Na jambo ilikuwa tu ni moja, usile. Lakini unapoingia kitabu cha Mwanzo 3 basi tunapata kisa cha jinsi mwanadamu alivyoanguka. Maandiko inasema kwamba Hawa akaweza kuangalia ule mti na akaweza kuona kwamba ni mzuri na unatamanika kwa chakula. Na basi akaamua kuchukua lile tunda na akaweza kukula. Na akampatia pia mumewe, naye pia akala. Dhambi ikaingia ulimwenguni. Hii ilikuwa ni kosa kubwa sana, kwa sababu ilimfungulia shetani nafasi katika dunia hii. Na basi kawa ndio chanzo cha maovu katika dunia hii. Dunia ikawa ni milki ya shetani. Na ndiposa maovu yote ambayo tunaona duniani yakawa. Lakini ashukuru Mungu, kwa sababu hata kama mwanadamu alianguka katika dhambi, Mungu alikuwa na mpango wa kumwokoa mwanadamu. Na basi kwa Adamu na Hawa akawaelezea ahadi ya mkombozi. Katika kitabu cha Mwanzo 3:15 Mungu akasema, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Na kwa maneno hayo Adamu alielewa ya kwamba kunaye mkombozi. Hii ikawa ni agano la milele ambayo Mungu amewekea mwanadamu. Yaani ni ahadi ambayo Mungu alipatia mwanadamu ya kuweza kuokoa wanadamu hadi mwisho. Na ikawa ya kwamba ili mwanadamu aelewe mpango huu vizuri,
basi akapatiwa ishara kupitia kwa kafara ya kwanza iliyotolewa na Adamu mwenyewe. Na baada ya kumchinja kondoo wa kwanza, basi kitabu cha Mwanzo 3:21 inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Nataka ushike pointi hii vizuri. Wakati Adamu na Hawa alipokula tunda na kutenda dhambi, nguo ya utukufu iliyokuwa imewafunika ilitoweka. Wakajiona wakiwa uchi. Maandiko yanasema walikimbia na kuchukua majani kuficha uchi wao. Lakini wapendwa, majani haiwezi kuficha uchi wako, kwa sababu majani yananyauka. Sasa Mungu akataka kuwafundisha kile kinaweza funika uchi wako ni haki ya Kristo peke yake. Na basi kwa mfano wa yule kondoo aliyechinjwa, basi Mungu akachukua ile ngozi ya kondoo na akaweza kuwafunika Adamu na Hawa, ikiwa ishara ya haki ya Kristo ambayo inaweza funika sisi wenye dhambi. Amina. Na basi wakati Adamu na Hawa walipotoka shamba la Edeni, walitoka wakiwa wamevikwa mavazi ya ngozi. Walitoka wakiwa na ahadi ya mkombozi. Walijua kwamba siku moja mkombozi atazaliwa atakayeokoa dunia hii na wanadamu. Ndiposa kitabu cha Yohana 3:16 husema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ahadi hii iliweza kutimia wakati Yesu alipokufa msalabani. Mathayo 1:21 anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Kwa hivyo pambano hili kuu lililoanzia mbinguni na likaja hapa duniani, basi ilibidi wakati ufike Yesu mwenyewe aje katika uwanja huu wa vita. Akachukua binadamu kama sisi na kupigana na shetani hadi pale msalabani, na akaweza kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo tunaporudi katika kuangalia kwa nini basi mateso inapata watu wa Mungu, kumbuka ya kwamba shida zote katika dunia hii zinatokana na shetani, si Mungu. Mungu ako katika kazi ya kuokoa mwanadamu. Shetani ako katika kazi ya kumwangamiza mwanadamu, kwa sababu shetani anajua ya kwamba wanadamu ndio watachukua nafasi yake aliyoacha mbinguni. Wakati shetani na malaika zake walipotoka mbinguni, basi kuna nafasi iliyobakia katika familia ya Mungu.
ambayo Mungu alitamani kuijaza na familia ya wanadamu. Kwa hivyo mimi na wewe tunakusudiwa kupitia kwa Injili kujaza nafasi hiyo shetani aliyoacha. Na kusudi hii shetani basi anakuchukia sana. Anachukia mpango wa ukombozi. Anachukia Injili. Na hataki wanadamu wapate kujua ukweli. Maana anajua kwamba tutakapojua ukweli, ukweli utatuweka huru. Kwa hivyo ni nafasi ya kipekee unayosikiza mpendwa. Habari hii njema tunayowaletea ya kwamba kuna jambo Yesu ametufanyia ya kuweza kutuokoa na kutuleta upande wake, ili tusije tukapotea bali tuwe na uzima wa milele. Na basi watu huwa wanajiuliza, mbona Mungu anaruhusu watu wake kupitia mateso na dhiki? Kwa nini tupitie taabu nyingi katika dunia? Basi wapendwa, nataka tuangalie sababu 4. Kwa nini Mungu akubali upitie shida? Hata kama wewe ni mtu wake na unamuomba na unamwamini, mbona akubali mambo mengine yatupate? Jambo la kwanza nataka nikupatie, Mungu huwa anakubali tupitie shida ili kudhihirisha tabia. Wakati tunapopitia dhiki na taabu, wakati unapopitia changamoto katika maisha, hapo ndipo tabia yako huwa inadhihirika vizuri. Maana ni katika shida ndipo tabia huwa inadhihirika. Nikitaka kujua tabia ya ndugu yangu hapa, siku nitakapomkosea, ndipo nitajua tabia yake halisi. Hebu nitumie mfano huu ili uelewe. Pale unaona chupa 2. Moja iko na asali, ingine iko na kinywaji. Ukiziangalia zinaonekana ni kitu moja, lakini ili ujue ni nini kilicho ndani, basi inabidi ufungue ile kifuniko na uanze kumwaga. Na basi kama chupa iko na asali ndani yake, itamwaga tu asali. Na kama basi ni kinywaji iko pale ndani, itamwaga tu kinywaji. Kwa hivyo kusipokuwa na matukio ambayo itasababisha ile chupa yako imwagike, basi inaweza kosa kujulikana ni nini kilicho ndani yako. Yesu Kristo alipoenda kusulubiwa, alipokuwa anatundikwa pale msalabani, kilichokuwa ndani yake ndio kilijitokeza. Badala ya kuchukia wanaompiga wanaomweka msalabani, yeye alisema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wewe wakati unapopitia shida na changamoto, ni nini huwa kinajitokeza kwako? Ni tabia gani huwa inajidhihirisha wakati unapitia magumu? Kwa hivyo Mungu huwa anakubali shida zitokee kwa watu wake, ndio ifunue tabia zao, wapate kujielewa vizuri, wamkimbilie Yesu kwa msaada. Mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyekuwa anaitwa Petro, hakuwa anajielewa. Akamwambia Yesu Kristo, Yesu,
Hata wanafunzi wengine wakikuacha, mimi sitakuacha. Mimi nitaenda na wewe hata kama nikukufa. Yesu akamwambia Petro, jioni hii kabla jogoo hajawika, utanikana mara 3. Petro alipokuwa anaambiwa hivyo hakuamini. Hakudhania kwamba yeye anaweza mkana Yesu. Alikuwa amejiamini sana, lakini hakujua kilicho ndani yake. Na alipokuwa pale katika shamba la Getsemane, wanajeshi wakakuja kumshika Yesu. Petro akachomoa upanga akamkata mmoja sikio. Kumbe alikuwa na hasira ndani yake na hakujua. Lakini wakati wa shida tabia ilijidhihirisha. Yesu akachukua ile sikio na kurudisha. Akamwambia Petro, anayeishi kwa upanga atakufa kwa upanga. Lakini Petro hakuelewa bado. Na alipoenda katika ukumbi ambapo Yesu alikuwa anajaribiwa, anaulizwa, si wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Anamkana Yesu, anasema hapana, simjui. Na mara 3 akamkana Yesu, hadi jogoo alipowika. Akakumbuka maneno Yesu aliyokuwa amemwambia, akavunjika moyo, akajiona jinsi alivyo, na akakimbia Getsemane kuomba na kuomba msamaha. Kwa hiyo wapendwa, Mungu huwa anakubali shida zitokee ili zidhihirishe tabia yako, na ili upate nafasi ya kumkimbilia Yesu akusaidie. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu, unapopitia shida na taabu, usinungunike. Furahia, maana itakusaidia ujielewe zaidi. Sababu ya pili kwa nini Yesu akubali haya yatupate ni ili kuweza kutusafisha, ni ili aweze kusafisha tabia zetu, ili tuweze kuwa tufikie ukamilifu. Unajua ya kwamba wakati dhahabu inaposafishwa lazima ipitishwe kwa moto mkali ili iondoe uchafu wote ambao uko pale ndani. Na anatuambia katika Isaya 48 mstari wa 10, anasema, tazama nimekusafisha, lakini si kama fedha, nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Kwa hivyo ili dhahabu iwe safi lazima ipitishwe kwa moto, ili imani zetu ziweze kukua. Mungu kwa huruma yake hukubali tupitie kwa moto, ili yale mabaya yaliyo ndani yetu yaondoke, na imani yetu ipate kung'aa, na iweze kuwa ya dhamani kama dhahabu. Kwa hivyo ewe mtu wa Mungu, usikasirike wakati unapopitia taabu katika maisha, maana hayo yote ni ya kukuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Na wakati dhahabu inapoendelea kusafishwa, ndipo imani yako inaendelea kuimarika. Kwa hivyo Mungu hukubali shida na mateso zipate watu wake ili kuimarisha imani yao, ili kutia nguvu imani yao,
Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 hadi 4 inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Mstari wa 2 wa 3 anasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenyu huleta saburi. Saburi iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kwa hivyo hesabu kuwa ni furaha kuanguka katika majaribu mbalimbali. Maana unapoyashinda imani yako inakuwa na nguvu. Ndipo utaelewa kwa nini Danieli karushwa katika tundu la simba. Ni ili kuimarisha imani yake. Kwa nini vijana 3 watupwe katika tanuru la moto? Ni ili kuimarisha imani yao. Kwa nini Yohana Mbatizaji atupwe katika gereza? Ni ili atie nguvu imani yake. Sababu ya 4 ninapokuwa nikimalizia, wapendwa, ni ili tuwe na uhuru wa kuchagua. Kama Mungu hangekubali tupitie changamoto hizi, basi ni kumaanisha amechukua pia uhuru wako wa kuchagua. Kama hakuna uwezekano wa kutenda mabaya, basi hakuna uhuru. Uhuru wa kweli ni uhuru wa kutenda mema ama ukitaka mabaya. Huo ndio uhuru wa kweli. Na Mungu amepatia viumbe vyake uhuru. Ndiposa shetani alitumia uhuru wake kuchagua njia mbaya. Na Mungu akaheshimu uamuzi wake. Adamu na Hawa walikuwa na uhuru wa kuchagua kati ya mema na mabaya, na wakachagua mabaya. Mungu pia huwa anaheshimu uamuzi wako. Na basi katika shida zote unazopitia, Mungu anahakikisha uchaguzi wako. Maana kitabu cha Galatia 6 mstari wa 7 inasema, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo uko na uamuzi wa mambo katika maisha yako. Unaweza amua kuharibu afya yako ama kutunza afya yako. Na unapoharibu afya yako, Mungu hawezi zuia usipate matokeo yake. Una uchaguzi wa kuchagua njia nzuri ama mbaya. Na unapochagua njia mbaya, Mungu hawezi toa yale matokeo. Kwa hivyo wakati mwingine tunapopitia changamoto zingine kwa maisha, ni kudhihirisha kweli sisi tuko huru. Kwa hivyo Yesu Kristo amepatia mwanadamu uhuru kabisa. Na tunapomtazama pale Kalvari, basi tunaona ushindi mkuu zaidi katika vita hivi. Mungu hangezuia waliomsulubisha Yesu asimsulubishe. Maana hiyo ingekuwa ni kuchukua uhuru wao. Kwa hivyo sababu hizo 4
Ndio kwa nini Mungu anaweza kubali shida zikupate. Kudhihirisha tabia yako, aweze kukusafisha, aweze kuimarisha imani yako, na pia kuzidi na kuhakikisha uhuru wa kuchagua. Na basi ninapomalizia swali na najiuliza ni hili: je, dhambi inaweza kuwa imesababisha Mungu uchungu wowote? Wapendwa, nataka nikujifahamishe jioni ya leo, kama kuna yule ambaye ameteseka sana kwa sababu ya dhambi, si mwingine ni Mungu. Mwandishi mmoja akasema hivi kwamba watu wachache sana hutafakari uchungu ulioletwa na dhambi kwake Muumba wetu. Lakini tunapotazama msalaba, huwa inatufunulia uchungu ulioletwa na dhambi moyoni mwake Mungu. Yaani dhambi imemsababisha Mungu kupitia mateso mengi. Yeye ndio ameteseka zaidi kwa sababu ya dhambi kukuliko wewe. Wakati unapotenda dhambi, anayeumia zaidi ni Mungu, kwa sababu anakupenda na anajua mwisho wa dhambi ni mauti. Anajua mshahara wa dhambi ni nini, maana yeye ameonja mauti hayo. Kwa hivyo Mungu ndio ameteseka sana katika pambano hili tu. Na ndiposa nataka uweze kuelewa Injili ili uweze kumpatia maisha yako na kumpa furaha katika moyo wake. Mungu ndiye ameteseka sana zaidi kuliko mtu yoyote kwa sababu ya dhambi. Na basi unaweza jiuliza, Mungu ako wapi tunapoteseka? Nataka nikwambia kwamba yuko hapo na wewe. Mungu hakuangi mbali ati kwa sababu wakati unapoteseka. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa kwanza na wa pili anatuambia hivi, wapendwa: lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, Bwana aliyekuhuluku Yakobo, Bwana aliyekuokoa Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, anasema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Mungu anakuambia hivi, mpendwa, kwamba uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuuguza. Kwa hivyo Mungu ako wapi tunapoteseka? Wakati unapoteseka, Mungu yuko pamoja nasi. Yeye ni Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo kuwa usihuzunike kana kwamba Mungu amekuacha. Wakati huo unapopitia shida hiyo, Mungu yu pamoja nawe na ahadi yake ni yako.
na kiraniro ya kende kiaku. Na basi ningependa tumalizie na wimbo huu ambao huwa inanipendeza sana, ambao inasema, je, umechoka? Je, umesumbuka? Umechoka, je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako, unayalia yapitayo. Mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Je, machozi ya kulengalenga, mwambie Yesu sumbuko lako. Walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Waogopa shida na majonzi, mwambie Yesu sumbuko lako. Wasumbuki ya mambo yajayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Mungu awabariki. Barikiwe sana. Tunapomalizia kwa ombi, mtumishi tuufungie kwa ombi. Baba mfalme wa wafalme, uliyetukuka zaidi, tunasema ni asante kwa neno lako la matumaini ambalo umetunenea jioni ya leo. Asante kwa kujibu maswali ya mashaka yetu na mahangaiko yetu na kufa moyo na kuvunjika moyo. Asante kwa maana umetupea matumaini katika neno lako, na kupitia kwa Yesu Kristo ambaye umemtoa ili aweze kuridhi hali ya kibinadamu kama sisi, na ili akaweze kushinda dhambi na mauti kwa ajili yetu, na hili tukimwamini tupate uzima wa milele, furaha ya msamaha wa dhambi, na zaidi ya yote tunapojaribiwa tuweze kupata nguvu ya ushindi. Jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa unenaji wa siku ya leo. Hebu tukaendelee kutafakari na Roho wako kaweze kutuelekeza katika kunyenyekea na kutubu dhambi zako, na kuweza kukabidhi maisha yetu mikononi mwako, ili uweze kutuokoa na kutuelekeza katika njia za haki, na zaidi ya yote uweze kutupa uzima wa milele ulio ndani ya Yesu Kristo mwanako wa pekee. Asante tunapoelekea kulala. Hebu uwe mlezi wetu. Zaidi ya yote tubarikie kuweza kuiona siku ikipambauka, na zaidi uzidi kunena nasi, na ili kubadilisha maisha yetu na tabia yetu na nyenendo yetu tuweze kufanana nao. Tunashukuru kwa yote, hata mahitaji yetu uweze kutubariki na kututimizia haja zetu sawasawa na mapenzi yako. Tumeomba kwa kuamini na kushukuru katika jina la Kristo aliye Mwokozi wetu, tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Barikiweni sana. Mwenda usiku mwema na karibuni siku ya kesho.